Haji mpya amekwenda kuhiji mwaka huu, na Mwenyezi Mungu kajalia kwamba si mwenye kuona, ni mtu mwenye mahitaji maalum ya kuona, tutumie lugha hizo za ishma, haoni. Inshallah tumkaribishe Haidar, kisha baada ya hapo tutaendelea na ratiba ya dua inshallah. Tafadhali mashukuru. Huyu atazungumza kwa niaba ya mahujaji wote waliokwenda kuhiji mwaka huu katika taasisi mbalimbali. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu watukufu wa Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu, hata mimi mlemavu siwezi kuitika hivyo mlivyoitika nyinyi. Allah subhanahu wa ta'ala ameichagua dini hii ya Kiislamu iwe ndio njia yake ya mafanikio kwa chochote unachofanya. Allah dini hii ya Kiislamu kaichagua kuwa ndio njia ya kukubalika matendo yetu. Allah kaichagua dini hii ya Kiislamu iwe ndio chanzo na sababu ya kupatikana kwa amani duniani. Allah kachagua dini hii ya Kiislamu mafundisho yake yawe ndio mwanzo wa mazungumzo. Anazungumza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba yoyote atakayekujilieni akaanza mazungumzo bila salamu kwanza, fala tujibuhu, msimjibu mtu huyo. Ndugu zangu watukufu wa Islam, salamu pia ni jina la 6 miongoni mwa majina yetu tuliyoyazoea kuwa ni 99. Leo linapotajwa jina hili, ni wajibu wa Muislamu kusisimkwa, ni wajibu wa Muislamu kuona ni fahari kwake na ahisi kwamba kapewa kitu kikubwa. Kitu gani cha maana kuliko amani? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kumbe mpo bwana, mimi nilifikiri hampo. Allahu akbar. Waislamu, Sheikh Abbas mzee wa Busati la Mtolo amezungumza hapa wakati ya ukaribisho wa kumtambulisha. Hakika alichosema ndicho. Muda hautoshi kusema kila kitu kwenye aliyoligusa, lakini ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake, kwa mapenzi yake, kwa rehema zake kapendelea mimi anipunguzie uzito wa kuifikia pepo. Amenifanya mimi iwe rahisi kwangu pepo kuifikia kwa kunichagua, kunifanya kutokuona. Na Allah akanifanya nisiwe na majonzi kwa kuyazuia macho haya kutokuona nikiwa na umri wa miaka 4 tu. Hivyo Qur'ani pamoja na Biblia, hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nimehifadhishwa nikiwa katika hali hii. Amesema hapa kuna tawassul ambayo imefanyika au nimeifanya, kimsingi Allah kaitengeneza kuwa ndio sababu ya mimi kufika Makkah Mukarrama mpaka kufika Masjid Nabawi na kusalimiana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tawassuli wenyewe si nyingine bali ni salatu ala nabii, sallu alayhi wasallam. Ndugu zangu watukufu wa Islam, tunapozungumzia Bwana Mtume Muhammad hatuzungumzi kitu cha maskara, wala hatuna ndimi, wala hatuna kauli, wala hatuna midomo, wala uwezo wa kuelezea kwa kina baraka, rahma, miujiza, karama za Rasuli Muhammad
sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, naihusia nafsi yangu na kuhusia nafsi zenu, tukamatane na salatu ala nabi, tushikamane na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yatafanikiwa mambo yetu, yatatatuka matatizo yetu, zitaondoka shida zetu, zitakidhiwa haja zetu, tutapewa mahitaji ya mioyo yetu. Mimi nilizifanya hizi kwa kutia nia kabisa, ya Rabbi, mimi ndani ya moyo wangu, mapenzi yangu na haja yangu, siku moja nifike kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu ya mapenzi na raha ninayojisikia pindi anapotajwa na ninapomtaja katika moyo wangu. Naomba nifikishe huko. Niliamua siku moja kuzifanya salatu ala nabii. Baada ya salati subuhi nikakaa nikazisoma mpaka kufikia saa 3:15 mpaka na nusu hivi, nikazipata 7,000. Haukupita muda mwingi nikapokea simu kwa mtu ninayemfahamu akiniuliza swali, umeshawahi kwenda hija? Nikamwambia sijawahi kwenda hija. Una pasipoti? Nikamwambia pasipoti ya nini, mtu mwenye kutembea mwisho Mbagala. Kwa hiyo sikiliza, tafuta pasipoti. Je, una cheti cha kuzaliwa? Nikamwambia mtu mwenye nimezaliwa mwaka 1974 huko, viti vya kuzaliwa vya nini wakati huo? Sasa kaniambia uende mahakamani kwa ajili ya kuchukua kile kiapo cha kwako na maelekezo mengine kanipa. Nikaenda serikali ya mtaa. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, nikaongeza juhudi za kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika nafasi hiyo ili isipotee. Nishapewa lakini bado siamini. Nikaongeza juhudi kuanzia serikali ya mtaa mpaka mahakamani mpaka kufika kule migration. Kila mlango wa Islamu nilioambiwa niende, Allah alivyojalia wepesi, nimekutana na mtu anayenijua. Ndani ya siku 3 nikapata pasipoti yangu, naishika mikononi hivi, siamini mpaka namuuliza aliyenikabidhi, niende nayo wapi? Nikafikiri bado mambo yanaendelea. Akaniambia chagua wewe, uende nayo nyumbani kwako au upeleke katika taasisi ambayo ndio inokusafirisha. Nikamwambia ina maana imekamilika? Kaniambia ndio. Nikasema alhamdulillahi rabbil alamin. Nikazidisha shukrani kwa kuendelea kumsalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtume analipa, mtume analipa. Kama utaki wewe tu, lakini mtume analipa. Tulipokuwa katika viwanja vya Mina kule Makati Mukarrama, Sheikh Usman Hamis, unisamehe na kutaja hapa shekhe wangu, alizungumza maneno kwa lengo la kujaribu kuwafahamisha wakosoaji. Kawaambia hivi, kama yeye kasahau mimi nakumbuka, amesema hivi kwamba wewe kama unachukua juhudi ya kumsalia ya kuzuia watu kumsalia mtume, utapata matatizo, kwa sababu siku zote mwenye akili huwa anashughulika na jambo lenye faida. Leo kadiri unavyojaribu kulisemea vibaya jambo hili, dunia nzima inamswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wajibu ulionao wewe, sisi waislamu tu ambao ni wafuasi wapenzi wa mtukufu bwana mtume Muhammad, basi tunachokuambia ni hivi. Haya ni maneno yake Sheikh Usman Hamis, jamani, sio ya kwangu, nimeyahifadhi tu, maana mimi na tabia ya kuhifadhi kila la Sheikh. Akasema tunachojaribu kusema, tunaazima msemo wa Amerika, kama uwezi kupigana na sisi basi jiunge na sisi, kwa sababu jambo la kuzuia kumsalia mtume haliwezekani. Njoo ujiunge na sisi. Tutakachofanya kama jambo la msingi, neno maulidi lina allergy kwako, tutabadilisha maneno ili mradi tuwe nawe. Tutafanyaje? Tutaita semina ya bwana mtume, bwana, tutaita warsha, tutaita kozi, vovote ile mradi tuwe na wewe. Ndugu zangu, kwa kumalizia, kwa kushikamana na uradi huu, ndugu zangu,
mimi nimekuwa naishi ndugu zangu, mimi na familia yangu, alhamdulillah. Nataka nikwambie kitu ambacho huenda kitakushangaza, lakini ndio kweli. Na mimi nataka baada hivi leo nikisema, natamani sana Waislamu mpishane nyumbani kwangu pale Ubungo, mje muone hili ninalolisema liweze kuzidisha imani, liweze kuwazidishieni mapenzi na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na mimi ndugu yenu pia. Ndugu zangu, mimi pale nyumbani kukicha, wale watu ambao wanahitajiwa wapate riziki kupitia mikono yangu mimi wako 29, mimi wa 30. Na Waislamu, nataka nikwambie, katika familia yetu yote, yani hivi unavyoniona mimi, yani hapa mimi ndo Baharesa wao. Hivi unavyoniona mimi ndo mzee Baharesa wao, wallahi alazim. Sasa hebu jiulize, wao wakoje? Kama mimi niko hivi ndio msaada wao wakoje? Lakini kitu kikubwa sana ambacho ndio matumaini yetu, tumejenga utaratibu, mimi na familia yangu, kila inapofika saa 4 ya usiku ni kufanya dua. Sheikh Uthman Hamisi wakati anazungumza kuhusu masuala ya kushikamana na dua, alikuwa ananiongezea chachu. Kwa lugha ya kimichezo anasema ameniongezea ile intensity ya kupambana katika dua. Na dua kubwa ambayo tunaishikilia ni salatu ala nabii. Ndugu zangu watukufu wa Islam, mimi ndio hii Allah kaifanya sababu nimefika Makati Mukarrama. Waislamu, namshukuru Allah, nimefurahi sana kufika katika ule mji mtakatifu. Nina furaha kubwa kama vile naona Waislamu tuliofika na mliokushawahi kufika na mnaoangalia kwenye television, ile si ibada ya kawaida, na mnazo pesa na hamwendi, mnakosa kitu kikubwa sana katika maisha yenu. Wallahi nakwambieni, mimi ambaye Allah kaniruzuku hivi, nimeyaona yale niliyoyaona kwa macho aliyonijalia yeye. Sijui nyinyi na wao wenzangu wanaona wamefaidika kwa kiasi gani, sijui. Mimi kikubwa, wakati wa kufanya ile tawafu sio jambo la mchezo, panahitaji nguvu, panahitaji uvumilivu. Na mwaka huu kulikuwa na joto zuri tu, alhamdulillah, palikuwa na joto mashaallah. Mimi Sheikh Abasi, testi ya kwanza tunashuka pale Jida, nikakutana na surprise ya joto, toka nizaliwe sijakutana nayo. Nikasema Mungu wangu, hivi itakuwaje? Sijawahi kuonana nayo. Tumswalieni Bwana Mtume. Lakini sasa hilo ndio tukaanza kupambana nalo kwa ajili ya tawafu, lakini Allah kalipunguza kwa ajabu ya Allah pale, aiza kwa vyombo mbalimbali na njia mbalimbali. Ndugu zangu, tunafanya tawafu kwa kutumia nguvu. Kuna watu mbalimbali, kuna watu Allah kawaumba mashallah wakubwa, ukienda utawaona. Namalizia kwa kusema kama nilivyosema, jitu mojawapo lilikuwa nyuma yangu, mojawapo ya siku za tawafu, ile likisema Allahumma Allahumma rabbika, linanisemea kichwani, nikasema mashaallah, ile jitu sio la kawaida. Allahi alazim. Ndugu zangu, ya kusemwa ni mengi, lakini kwa sababu mimi tayari nimeshaingia katika orodha ya Busati la Mtoro, bila shaka nitapatikana hapa, nitawaeleza mengi. Lakini pale nyumbani, alhamdulillah, tunashukuru. Miongoni mwa mambo ambayo yanafanyika ni pamoja na kufanya suruhu. Wakati mwingine tunafanyia suruhu wa Kristo haswa, wanakuja tunawafanyia suruhu pale, na dua mbalimbali tunafanya pale nyumbani. Lakini Waislamu, mimi ni baraka yenu, mimi ni ndugu yenu, mimi ni zawadi yenu kutoka kwa Allah, mimi ni mtihani wenu. Naomba sana muje mnisalimie nyumbani, mje mnikague nyumbani. Kwa wale ambao watakuwa hawafiki, namba kwa haraka nataja namba yangu hapa ya simu,
inshallah tuendelee kuwasiliana. Namba yangu ni hii 0718 15 25 75. Tuwasiliane, tushikamane ndugu zangu. Ya Rabbi, kwa uwezo wako Allah subhanahu wa ta'ala, ninakuomba viongozi wa msikiti huu wa Mtoro ambao wameandaa programu hii na kushirikiana na kila alioshirikiana nao, Mwenyezi Mungu wahifadhi. Mwenyezi Mungu wahifadhi wale wote ambao wamekuja katika msikiti huu kushiriki katika dua hii, watakapotoka hapa uwakizie haja zao. Ya Rabbi, tunakuomba kwa uwezo wako walotiania mwakani kwenda kuhiji, uwaite na uwafikishe kwa usalama katika maeneo yako. Ya Rabbi Allah, pia tunakuomba kwa uwezo wako umuhifadhi, umsitiri, umnusuru na kila aina ya majanga, matatizo, shida, uadui. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, yeye na serikali yake pamoja na watendaji wake, umstiri, umuokoe, umuhifadhi na umkinge na aina ya wadui wowote, mdogo mkubwa, wa nje na wa ndani, wa kisiasa, wa kiuchumi, wa kila namna. Allah umuhifadhi, umnusuru, umuokoe, umlinde, umzidishie busara, umzidishie hekima, umzidishie uvumilivu na subira ya Allah kwa uwezo wako. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Sheikh Haidar sana, ametusomesha. Tumesoma muda huu mfupi jambo kama mwerevu. Kusema kweli, unacho kitu ambacho umesoma. Nimesoma mimi yale maelezo yanayohusiana na sahaba Abdullah bin Ummi Maktum, ambaye kwamba alikuwa ni muadhini wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ilishuka aya inasema, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, atakaye kuwa kipofu hapa duniani na akhera pia atakuwa kipofu na atapotea njia. Akatoka Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum mpaka kwa Bwana Mtume Muhammad akiwa analia, akamwambia, ya Rasulullah, laqad nazalat liyawma alayka ayatun ahzanat qalbi, leo imeshuka aya, mimi sina furaha, nimehuzunika sana. Allah amesema ukiwa kipofu duniani na akhera unakuwa kipofu pia. Mambo gani haya? Analia Abdullah, laqad raditu fil ama wa bil ama fi dunya wad dunya faniya walakinani la utiku al ama fil akhirati haythu la fanaa ya Rasulullah. Dunia ina mwisho, nikiwa kipofu yatakuisha haya, siwezi kubeba mzigo wa kuwa kipofu siku ya Kiyama kwa hala ambako hakuna mwisho. Anatoka machozi. Kabla ya Mtume kujibu, kwa sababu swali hili hajibu Mtume sio aliyompa upofu Abdullah bin Ummi Maktum, ni mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Ameshuka Jibrili na maneno makubwa, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi surur. Mwambie huyo kipofu anayelalamika, kilichokusudiwa sio upofu wa macho. Macho sio lengo analokusudia Allah. Kinachopofuka ni nyoyo za watu vifuani. Nyoyo ndo zinakuwa vipofu. Anaweza kuwa mtu kipofu lakini anaona kuliko wenye macho. Na kama mlivyojifunza hapa, darsa kubwa sana limetokea hapa. Bwana Mtume anasema katika hadithi al-Qudsi, idha btalaitu abdi bifaqdi habibatayhi wa sabara lan ajida lahu jazaan illa aljanna, nikimpa mtihani mja wangu nikaondoa vipenzi vyake viwili, yani ainaihi, nikaondoa macho yake mawili akawa kipofu, na yule mja wangu akavumilia akasubiri, mimi Mola wake sina cha kumlipa zaidi ya pepo. Huyu bwana alotoka hapa
amevumilia mambo mawili. Amevumilia, la kwanza amevumilia kuwa kipofu, na Allah anasema ukivumilia kwa kuwa kipofu huna malipo isipokuwa pepo. Sasa anayo pepo kwa ule upofu wake tu, na mmemsikia anashukuru, asema namshukuru Mungu amenirahisishia kufika peponi, nimekuwa siyaoni mambo ya kunizuia kwenda peponi. Anashukuru, maana yake nini? Amevumilia. Sasa amekuwa mtu wa peponi, na ndo mmeombewa dua na mtu wa, natamani hata dua isiombwe tena, kwa sababu imeombwa dua ya mtu wa peponi hapa. Lakini mtu wa peponi kwa sababu amekwenda hija. Bwana Mtume anasema hajjun mabrur laisa lahu jazaun illa aljanna, na hija ikiwa njema, imekuwa sawa, haina malipo isipokuwa pepo. Alhasil ni mtu mkubwa sana huyu, na siye tuchukue mfano wake. Anaonekana hatamani, na nimeshangaa sana. Ametueleza orodha ya watu wanaomtegemea kwenye maisha yao. Kuna watu wangapi hawana macho, wameamua mfumo wa maisha yao iwe ni kuomba. Yeye badala ya kuomba anasimamia wengine.